jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu viwe na nyinyote. Wapendwa wana wa Mungu, karibuni katika adhimisho hili takatifu. Jumapili hii ya leo, kanisa kote duniani tunamwabudu Mungu tukisherehekea nafsi zake tatu, vile ambavyo amejidhihirisha kwetu. Yeye aliye Mungu mmoja, lakini anapatikana kwetu katika nafsi tatu hai. Sisi tunapoadhimisha sherehe hii kubwa, ni fumbo takatifu na kiini cha imani yetu kwamba Mwenyezi Mungu ni Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Niwaalike sana katika Jumapili ya leo tuweze kutafakari upendo wa Mungu uliodhihirika katika kuumbwa kwetu na kufanyika wanadamu hapa duniani. Tuendelee pia kutafakari upendo wa Mungu uliodhihirika katika kukombolewa kwetu kwa njia ya mwanae wa pekee, lakini pia upendo wa Mungu unaoendelea kudhihirika katika kutakaswa kwetu kama wanadamu hapa duniani, licha ya makosa mengi ambayo tunamkosea Mungu. Lakini yeye mwenyewe ameendelea kuliongoza kanisa katika nafasi mbalimbali, na wengi wanaendelea kuongolewa kutoka katika utumwa wa dhambi. Basi sisi wenyewe tujue kwamba tuna deni tunapoendelea kumwabudu Mwenyezi Mungu, kwamba ni lazima tuwe watu wa shukrani wa kweli kwa matendo yetu mazuri ya kumpendeza Mungu. Kwake yeye Baba aliyetuumba, Mwana aliyetukomboa na Roho Mtakatifu ambaye anatuongoza na kututakasa kila wakati. Wapendwa wana wa Mungu, tumsifu Yesu Kristo. Milele amina. Tumsifu Yesu Kristo. Milele amina. Tumetangulia kusema kwamba leo kanisa kote duniani katika Jumapili hii ya pekee tunafanya sherehe ya Utatu Mtakatifu. Tunajua wazi kwamba Dominika iliyopita tulifanya sherehe ya Pentekoste, tukiadhimisha tendo zima la kanisa kuzaliwa kwa wafuasi wa Yesu, kumiminiwa ama kujazwa nguvu ya Roho Mtakatifu, na wakatoka nje kuanza kumtukuza Mungu kwa mahubiri mengi na hata wengi kubatizwa. Leo tunaendelea kumwabudu Mungu kwa namna ya pekee kabisa, tukishangilia na kusherehekea Utatu Mtakatifu. Kanisa limetufundisha sisi kwa kupitia mafundisho yake, hasa tukijifunza kwa kupitia katekisimu ya Kanisa Katoliki namba 234, ukisoma 200 pia na 53 na hata 256, inatufundisha kwamba Mungu ni mmoja anayeishi katika nafsi tatu: Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Nafsi hizi tatu ndiyo Mungu mwenyewe. Sio vile ambavyo akili ya mwanadamu imeweza kufafanua na kutambua hivyo, bali ni vile Mungu ambavyo amejifunua yeye mwenyewe kwetu. Yaani Baba kama muumbaji, na amejifunua kwetu kama Mwana,
ambaye ametukomboa na akajifunua pia kwetu kama Roho Mtakatifu ambaye ni mfariji wetu wa daima katika safari yetu ya maisha. Kwa nini amejifunua hivi? Ni kwa sababu yeye mwenyewe alivyo upendo, Utatu Mtakatifu unafafanuliwa kwetu kama fumbo la upendo. Yaani kama Baba mwenye kutupenda sana akatuumba ili tuweze kuwepo hapa ulimwenguni, tumpende yeye, tumtumikie, lakini mwisho tuweze kufika kwake. Lakini pale ambapo tumekosea hapa duniani, akajifunua kwetu katika hali hiyo ya upendo kama mwana ambaye anafanana na sisi, ili ayachukue yote ambayo ni kikwazo kwa Mungu kutoka kwetu, atuonyeshe njia nzuri ya kumfikia Mwenyezi Mungu, ya kufikia lengo la kuumbwa kwetu. Lakini ili tutembee salama, akajifunua pia kwetu kama Roho Mtakatifu katika upendo ule ule, kutusaidia, kutuongoza, kutufariji katika matatizo, kutufariji katika nyakati mbalimbali, na kuendelea kutufundisha mwanga wa imani tuweze kumfikia Mungu. Tujiulize tu swali kwamba katika sherehe hii hasa, kitu cha pekee, tunaadhimisha kitu gani sisi katika ulimwengu huu wa leo ama katika kanisa? Ukweli huu wa fumbo hili takatifu la imani yetu hautajwi tu waziwazi katika maandiko matakatifu, lakini Utatu Mtakatifu ni fumbo ambalo limefunuliwa taratibu, na hata sisi wa Kristo tukapata kulifahamu na kanisa kutufundisha vizuri zaidi. Sherehe hii inatukumbusha sasa sisi wa Kristo na wanadamu wote kwamba Mungu anaishi katika umoja, na anatualika sisi sote kuwa na umoja na ushirika naye. Yeye alivyo mmoja na akajidhihirisha kwetu katika nafsi tatu, anatualika sisi tuweze kuwa wamoja vile ambavyo tunamfuata Mungu, lakini umoja wetu uungane katika ushirika wa pamoja na Mungu mwenyewe. Akili ya mwanadamu ni rahisi sana kutilia mashaka na kujiuliza sana kwamba inawezekanaje nafsi zilizo hai tatu zikafanyika kuwa ni uwepo mmoja, kuwa ni hali moja? Ni rahisi tu kutilia mashaka. Katika hali ya kawaida, hapo kale kidogo, wanafalsafa fulani waliibuka, kwa mfano tu, kutilia mashaka juu ya uwepo wa mwanadamu ambaye ana ngozi nyeusi, kwamba huyu Mwafrika sio mwanadamu. Anatilia mashaka hivi. Lakini mashaka hayo, namna ambavyo yalivyoibuka, hayakuondoa ukweli kwamba huyu Mwafrika mwenye ngozi nyeusi hivi si mwanadamu, kwamba mashaka hayo yakawa ni kweli kwamba sio mwanadamu. Yanabaki kuwa tu ni mashaka yanayotokana na hali ya akili kujiuliza maswali mengi, ama kwa kufananisha ama kwa kulinganisha. Na hapo falsafa hizo pia zikata kuibuka nyingine kwa kutaka tu kutilia mashaka, kwa mfano juu ya uwepo wa Mungu ama juu ya uwepo wa nafsi hizi tatu. Mashaka yoyote yanayoibuka katika uwepo wa Mungu hayaondoi ukweli wa vile Mungu alivyo, kwa sababu kwamba Mungu ni mmoja na amejidhihirisha kwetu katika nafsi tatu. Ndivyo alivyo. Hata kama utatilia mashaka wewe, ni akili tu inavyojiuliza
lakini ndivyo alivyo. Kwa mfano, mtu akaja akatilia mashaka kwamba wewe fulani labda sio mwanamume, wewe fulani sio mwanamke, ni mashaka yake tu, lakini wewe unabaki kuwa vile ulivyo. Hivyo wapendwa, sherehe hii kubwa ambayo tunasherehekea leo ni fumbo takatifu katika maana ya akili kuweza kuichambua vile ambavyo uwezo wa akili ungeweza, lakini katika mazingira fulani inafika ukomo, kwa sababu ni ngumu mwanadamu kumfahamu Mungu katika kina kabisa vile alivyo, lakini tunapata nafasi ya kumfahamu vile ambavyo yeye mwenyewe anajifunua kwetu, na ndiyo maana tunasema ni fumbo na kiini cha imani yetu sisi wa Kristo. Maadhimisho yote ya mafumbo ya ukombozi wetu, kuanzia kwa mfano kumwilishwa, kuzaliwa Bwana wetu Yesu Kristo, tokeo la Bwana, ubatizo wa Bwana, utume wa waziwazi wa Bwana wetu Yesu Kristo, labda mateso, kifo, ufufuko wake Bwana wetu Yesu Kristo, kupaa kwake mbinguni, na hata tulipofika kusherehekea Pentekoste. Maadhimisho haya yote tumeyafanya ndani ya kanisa letu, na yote yalikuwa yanajitahidi ama kutufunulia sisi na kutuonyesha uwepo wa umoja huu mtakatifu usiogawanyika. Maadhimisho yote haya katika kanisa, kuanzia adhimisho la ibada takatifu la misa takatifu, kama vile ambavyo tumekusanyika leo Jumapili ya leo, maadhimisho ya sakramenti zote ndani ya kanisa, kuanzia ubatizo mpaka ndoa, sala mbalimbali tunazozisali yanaadhimishwa katika fumbo hili takatifu la Utatu Mtakatifu, na yote ni katika mwendelezo wa kutusaidia pia sisi wa Kristo kumjua Mungu wetu vizuri zaidi vile ambavyo amejifunua kwetu. Na hivyo sisi katika muunganiko wetu na kuiungama imani yetu, kuiadhimisha imani yetu na kuiishi imani yetu, tunajikuta tunabatizwa katika Utatu Mtakatifu, tunaondolewa dhambi katika Utatu Mtakatifu, tunapokea utimilifu wa mapaji ya nafsi ya Utatu Mtakatifu kwa sakramenti ya kipaimara na sakramenti nyingine zote zinazoadhimishwa ndani ya kanisa katika fumbo hili takatifu sana. Jambo la msingi ni sisi wenyewe wa Kristo. Je, Mungu huyu ambaye amejifunua kwetu hivi katika fumbo hili la ajabu kubwa na la pekee, ambalo linamshangaza mwanadamu na wengine kutofautiana katika imani kwa sababu ya fumbo hili, na hata mabishano kuendelea kuzuka kila wakati kwamba inawezekanaje Mungu akaishi katika nafsi hizi tatu. Sisi ambao tumepokea imani hii na ambao tunaendelea kuiungama, kuiadhimisha na kuiishi, ni vizuri kujiuliza leo sana, je, ni kweli Mungu huyu ambaye amejidhihirisha katika upendo huu wa ajabu, mimi ninamwabudu kweli katika maisha yangu? Kumwabudu Mungu akuangalii mazingira mamoja tu ya kufika kanisani, ya kusali alafu kuondoka. Kumwabudu Mungu kuna mdai mwanadamu kuwa na uchaji ndani yake, kuwa na hofu, kuwa na moyo wa ibada kwa Mwenyezi Mungu wakati wote, anapokuwa kanisani, anapokuwa na mazingira mengine yoyote yale, kumpa heshima Mungu ya hali ya juu kabisa bila kutegemea mazingira. Mwanadamu huyu tunasema anamwabudu Mungu, na hivyo anakuwa anamheshimu sana na kumtukuza Mungu Baba aliyemuumba, Mwana aliyemkomboa, na Roho Mtakatifu ambaye anamuongoza na kumtakasa.
Kumwabudu Baba ni asili ya upendo na kusherehekea uhai tulio nao, kwa sababu ndiye aliyetuumba. Fikiria katika ulimwengu huu wa leo, wapo binadamu ambao wanaishi kana kwamba hapa duniani walijiumba wao wenyewe. Ukaidi, ubishi tu wa kuto kumheshimu Mungu aliyetuumba, na hata wengine kuto kuthamini uhai. Matendo hayo yanapotokea, watu tayari wanaanza kuleta ukaidi katika fumbo hili takatifu la Baba ambaye ametuumba, ambaye ndio Mungu mwenyewe. Mwenyezi Mungu akutuumba sisi kwa ajali, alituumba sisi kwa kusudi maalum, ili tupate kushiriki katika upendo wake. Na ndio maana tumeweza kusikia katika somo la kwanza kwa kupitia kitabu cha Mithali, ambapo Mwenyezi Mungu anatufundisha sisi kwa kupitia kitabu hiki. Mwandishi anatuambia kwamba Bwana alikuwa pamoja nami katika mwanzo wa njia yake, kabla ya matendo yake ya kale, na alitukuka tokea milele tangu awali. Yaani anataka tu kutufundisha sisi kwamba Mungu amekuwapo kabla hata ya uwapo wa vitu vyote, na sisi kuja kwetu hapa duniani ni katika kufuata njia yake, na yeye ndiyo asili na chanzo cha maisha yetu. Ili iweje? Ili sisi tuweze kushiriki katika upendo wake. Katika maisha haya ambayo mara nyingine hujaa huzuni, migogoro na maswali yasiyo na majibu, Mungu Baba anatukumbusha kwamba hatupo peke yetu. Yeye alituleta hapa duniani, akatuumba kwa kusudi maalum. Ni Baba ambaye amejifunua kwetu zaidi ya sisi wenyewe. Ni Baba ambaye hata tukipotoka kutukimbilia, kama yule baba wa mwana mpotevu, kama vile ambavyo Adamu na Eva walivyopotoka, alienda kujidhihirisha kwao, kuwatafuta wale aliowaumba na kuwarudisha katika mstari. Upendo wa Mungu umeendelea kudhihirika kwetu kama mwana Yesu Kristo, neno aliyefanyika mwili. Yesu Kristo tunatambua kwamba ni ufunuo wa wazi kabisa wa upendo wa Mungu katika maisha yetu sisi wanadamu, na akajifunua kwa kuzaliwa kwake, kwa mateso makali, kwa kifo, kama vile ambavyo kwa kufananisha maisha yetu vile ambavyo na sisi tutakufa. Tunamwona Mungu aliye tayari kushuka katika mazingira yetu ya kawaida, kushiriki udhaifu wetu wa kibinadamu, lengo lenyewe atukomboe. Na hivyo yeye anaposhiriki maisha yetu duni na dhaifu hivi, anajidhihirisha kwetu kama mwana, lakini ni Mungu yule yule aliye wa ajabu, asiyefungwa na mazingira yoyote, asiyefungwa na hali yoyote ile, bali katika uwapo wake mwanadamu tu apate kumjua Mungu na kutakatifuzwa. Kwa hiyo tukiangalia uwapo wa mwana katika mazingira yetu ya kawaida, ndipo mwanadamu akapata kufunuliwa njia ya kumfikia Mungu. Ndiyo maana kwa kupitia Injili ya Yohane sura ile ya 14 aya ya 6, mwana akajifunua kwetu kwamba mimi ndimi njia, mimi ndimi ukweli, mimi ndimi nini? Uzima. Mtu hawezi kufika kwa Baba isipokuwa kwa njia ya nani? Ya mimi. Anatuongoza kwa Baba. Na hata alipokuwa anataka kuondoka, akawa anatuambia ni lazima nguvu ya kutoka juu iwashukie, ambayo itawafundisha yote, kuyajua yote yanayomhusu Baba, yanayomhusu Mungu mwenyewe. Ndiyo hiyo ambayo tulisherehekea Jumapili iliyopita. Ndugu zangu wapendwa,
nafasi ya Mungu katika maisha yetu ni nguvu ya pekee ya sisi kutembea vifua mbele, tukijua kwamba tunapokuwepo ama maisha yetu tunapomshirikisha Mungu yanakuwa ni maisha salama sana. Ni maisha salama sana. Kwa sababu gani? Kwa sababu Mungu ni baba kwetu, mwenye kututunza katika mazingira yote. Kwa sababu Mungu amejidhihirisha kwetu ni mwana ambaye anatuhangaikia kutukomboa, na ametukomboa ili tufike katika lengo ambalo tumeumbwa nalo hapa duniani. Na yeye hajatuacha, anaendelea kudhihirika kwetu katika mazingira ya kawaida tunaposhiriki maadhimisho matakatifu ya sakramenti, vile misa takatifu. Bwana wetu Yesu Kristo anakaa pamoja nasi kwa fumbo hili takatifu la Ekaristi takatifu, ambalo yeye mwenyewe hata zinapobaki Ekaristi takatifu tukahifadhi katika tabernako, afungwi na mazingira hayo kwamba wewe unapokuwepo nyumbani sasa amekuacha, yeye amebaki kanisani. Hapana, ni Mungu mwenyewe anayepatikana katika mazingira yote. Niwaalike ndugu zangu katika Jumapili ya leo, tuendelee kuimarika katika imani, na sisi wenyewe tuzidi sasa kusimama imara katika maisha yetu ya kila siku. Tunaondokaje katika adhimisho hili takatifu? Ni sisi wenyewe sasa kufanya maisha yetu yanampa nafasi Mwenyezi Mungu katika shughuli zetu zote na katika yote tunayoyawaza na yale tunayoyatenda. Tumpe Mungu nafasi katika familia zetu, kwamba Baba ambaye ametuumba atawale katika maisha yetu katika familia zetu. Mwana ambaye ametukomboa na ambaye anaendelea kusafiri na sisi aendelee kutawala katika maisha yetu katika familia zetu, na nguvu yenyewe, upendo wenyewe unaodhihirika katika nafsi ya Roho Mtakatifu iendelee kuwa ni nguvu inayochochea maisha yetu ya imani katika familia zetu. Haipendezi kabisa tunaposherehekea fumbo hili kubwa la Utatu Mtakatifu, Mungu mwenyewe ambaye amejidhihirisha kwetu katika karne nyingi na anaendelea kujidhihirisha katika maisha yetu ya sasa. Alafu mimi Mkristo nikimaliza hivi maadhimisho, nikirudi nyumbani, ninaishi maisha ya kipagani kupita hata mtu ambaye hana Ukristo ndani yake. Kuna faida gani? Leo hii tutaimba nyimbo nyingi za Utatu Mtakatifu, nyingi na ni nzuri, za kupendeza, zenye mvuto. Alafu nikitoka hapa mimi ninakuwa ni mpagani kupita hata yule ambaye yeye ashiriki kanisani, haendi kwenye dhehebu lolote, haendi kwenye dini yoyote, na hana hata muda wa kumwabudu Mungu. Mimi ninakuwa ni mpagani zaidi. Kuna faida gani ya kuadhimisha fumbo hili takatifu kwako wewe kama Mkristo? Kuna faida gani kwa Mkristo unaadhimisha fumbo hili kubwa hivi, alafu ukitoka hapa fumbo hili kubwa uliweki katika maisha yako? Ukirudi katika mazingira yako ya kawaida, kwenye biashara zako, badala sasa uwepo huu wa Mungu ualike kwenye biashara zako, mwenzetu kwenye biashara zako umeenda kuweka madudu gani, si kutoka mganga gani huko? Sasa huu Kristo ndio unakuwepo hapa? Ama fumbo hili kubwa la Utatu Mtakatifu alionekane hata kwenye biashara yako, ambapo kwamba labda kwenye biashara yako ionekane kwamba katika utendaji wake unatanguliza jina la Yesu liweze kutawala, na tumeambiwa kwamba hili ni jina ambalo kila goti litasujudia. Wewe kwenye biashara yako imeenda kutawala vitu vingine. Kwenye mashamba yako msimu huu wa kuvuna unatia mashaka kwamba nisije nikakata hapa mpunga ukatoka mchache. Sasa unaenda kuweka madudu mengine huko na nguvu nyingine ambayo unategemea ndio uweze kuvuna nini? Mpunga. Msimu huu ambao tunaenda kuvuna, wewe ndio unaenda kutegemea sasa nguvu nyingine uweze kuvuna nini? Mpunga. Sasa fumbo hili kubwa hivi ambalo leo tunalisherehekea kweli linakuwa lina maana katika maisha yako kama Mkristo? Asubuhi kuamka, kuanza shughuli zako tu za kila siku. Labda mtoto nyumbani ameamka anaumwa,
haumtangulizi Mungu tayari, kwa sababu tu labda jana sijui ulilala ukakuta labda sijui vitu gani huko, labda tu mwembe uliangusha tawi juu ya bati, wewe ulianza kwamba jana usiku kuna watu walikuja kunichezea. Ndio huko unapokimbilia kwamba jana usiku watu walikuja kufanya nini? Kunichezea. Alafu toka hapo sasa nini kinachofuata? Hauna muda hata kuja labda kanisani kumuomba Mungu, kukimbilia nguvu ya Mungu. Wewe tayari kuna nguvu zako ambazo za kiduniani tu hapa zilizojaa ushirikina na uchawi, ndizo hizo unazozikimbilia. Sasa fumbo hili kubwa ambalo tunalisherehekea leo, unalipa thamani katika maisha yako wewe kama Mkristo? Lazima ulipe thamani kwa matendo ya kuiungama imani yako. Watu waone kabisa kwamba huyu ndani yake yupo Mungu ambaye anamwabudu, ambaye aliyemuumba. Huyu mtu yupo kweli Yesu ambaye alimkomboa. Kwa vile ambavyo unaiungama imani yako kwa kuishi, kwa kupitia fumbo hili kuu la ukombozi wetu, na watu waweze kujua kwamba huyu usimguse. Ipo nguvu ya Roho Mtakatifu inayotawala maisha yake. Ukienda kwenye nyumba yake ni umeenda kuchokoza moto. Sasa mwisho wa siku watu watutukuzi fumbo hili takatifu lililo kubwa hivi katika maisha yetu, kwa kuipa heshima katika maisha yetu. Ndio mwisho wa siku wa Kristo wale ambao wamepokea kipa imara na kujazwa nguvu ya Roho Mtakatifu, ndio wao wanaishia kuogopa vitu vidogo vidogo tu. Iwe ni ndege bundi anaogopa, sijui paka usiku kalia tu kwa kelele nyingi basi halali na yeye fujo nyingi, kumbe labda paka yule alikuwa anahangaika tu kutafuta dume. Hili ni jike lilikuwa linahangaika kutafuta dume kwa kupiga kelele. Mtu anashindwa kulala na imani inafanya nini? Inavurugika. Na kwa sababu unaingiza imani potofu, kuna watu wengine sasa ndipo hapo wanaanza kukuchezea tu kwa kuona, hebu ngoja nimchezee hapa nione anavyohangaika. Unafanya nini? Anaweka tu juisi ya kemikola mule vizuri, alafu wewe unataka kuingia kulala, anaenda kumwaga nje ya mlango wako. Hapo labda anagonga tu kwa nguvu mlango ili utoke nje. Kutoka nje unaona majuisi pale yamemwagika kama damu, unaanza kulia usiku mzima, unashindwa kuwa na amani. Mungu unaye, lakini nafasi ama imani yako kwa Mungu haipo. Vitu vidogo vidogo watu wanaishia kuogopa, na mwisho wa siku sasa nini kinachofuata? Anaanza kuona sasa nafasi hii ya Mungu katika maisha yake haitoshi. Yaani Mungu kwake haenei, yani bado hatoshelei. Kwa hiyo sasa anafanyaje? Inabidi sasa ahangaike kutafuta nguvu nyingine. Imani mtu anaanza kupotoka, na mwisho wa siku tunakuwa waovyo kabisa. Ukristo wetu unabaki kuwa ni jina, kwamba vipi huyu Mkristo huyu. Sasa Ukristo wake uko wapi? Ukristo wetu upo kwenye imani kwa nani? Kwa Baba aliyetuumba, kwa Yesu Kristo ambaye ametukomboa, na kwa Roho Mtakatifu anayetuongoza kwa kututakasa. Ukristo wetu lazima uwepo hapo. Ukristo wetu hauishii tu tumebatizwa na tukabaki hivyo, kama vile tulienda kujisajili kwenye kampuni fulani ya kibiashara, kwamba vipi na mimi nipo kwenye hiyo kampuni. Ukristo sio kampuni. Ukristo ni maisha halisi ya imani katika fumbo hili takatifu, ambalo sasa tunapata kupokea mafundisho yenyewe halisi yalivyo, ambayo yamefunuliwa zaidi na Bwana wetu Yesu Kristo, halafu tunayaishi katika matendo yetu ya kila siku. Inatokea katika mazingira mengine, unakuta nyumba, familia, labda mmoja ni Mkristo halafu mwingine sio Mkristo, lakini maisha wanayoishi na namna wanavyotendeana na namna wanavyotenda kwa wengine nje, Mkristo yule ni mpagani kweli kweli, alafu yule ambaye sio Mkristo ndio anaishi maisha mazuri ya kumpendeza Mungu, kana kwamba yeye ndio nani? Ndio Mkristo. Kiasi ambacho tunakuwa tunaharibu Ukristo wetu. Mmoja aliolewa na mtu ambaye ni Mkristo, yeye sio Mkristo. Katika nyumba hiyo, vile ambavyo mwenzake anaishi, aendi kanisani, kwenye jumuiya haendi,
si mambo yoyote yanayohusu Ukristo hivi. Yeye ni kupinga kweli kweli. Yule mwenzake akabidi amuulize, sasa wewe uliniambia kwamba watoto watakaozaliwa hapa kwenye familia hii wote wawe wa Kristo. Ukristo wenyewe ndio huu unaoishi wewe au Ukristo gani? Tumsifu Yesu Kristo. Milele amina. Huyu unataka aende wapi? Na umemsisitiza vizuri kabisa kwamba hata watoto hao wafuate njia gani? Hii. Kwa kuangalia maisha ya nani sasa? Wewe ndio unatakiwa uwe kiongozi pale ili waweze kumjua Baba aliyetuumba, Mwana ambaye ametukomboa, ambaye ndio njia halisi ya kumfikia Mungu mwenyewe, na Roho Mtakatifu. Na mwisho wao sasa uwe nini? Waweze kuongolewa na wao wenyewe, waweze kumjua Mungu, wabatizwe na waweze kufikia lengo la kuumbwa kwetu hapa duniani na kuishi hapa duniani. Sisi wenyewe sasa Wakristo tumekuwa tunapuuza fumbo hili kubwa katika maisha yetu na tunaishia kuishi maisha ya upagani. Niwaalike ndugu zangu, Jumapili ya leo tunapoadhimisha fumbo hili takatifu, twende nalo katika mazingira yetu. Mungu akatukuzwe kweli katika maisha yetu kule nyumbani. Maisha yako unapotembea kweli yaoneshe kweli huyu mtu ana Mungu ndani yake, ana hofu ya Mungu huyu. Na hata watu waweze kuona kwa kweli huyu ndugu yetu kweli amempokea Mungu, maisha yake kweli huyu ni Mkristo. Sasa ikiwa tofauti, tunafanya nini? Tunaifedhesha imani yetu tunayoiungama. Na leo Jumapili ya leo tutaiungama imani yetu kwa Baba aliyetuumba, Mwanawe wa pekee, kwa Roho Mtakatifu. Na haitatosha tu, tutasadiki pia imani yetu kwa kanisa ambalo ndio imetufunulia hayo yote. Halafu kutoka hapo imani hiyo tunayoiungama vizuri kwa maneno mazuri, tunaenda kule tunaipuuza. Fumbo hili takatifu tusipoliishi katika maisha yetu kule, tunamkufuru Mungu. Tunamkufuru Mungu. Na hapo sasa tunapoishi vizuri, nini kinachotendeka katika maisha yetu? Ni baraka za Mwenyezi Mungu ambazo tunazipata kwa kupitia uwepo wa nafsi hizi ambazo Mwenyezi Mungu kazifunua kwetu kwa ajili ya ukombozi wetu sisi wanadamu. Zitusaidie tuweze kuishi na kufanikisha maisha yetu ya hapa kila siku duniani, tuweze kupata wokovu. Nje ya hapo maisha yetu yanakuwa na maigizo mengi. Sisi wenyewe tunaishi katika maigizo. Wale ambao wanaotakiwa kushika imani hii kwa vizazi vijavyo, wanashika imani iliyopotoka tayari kwa sababu ya maisha yetu. Hilo deni nani anaenda kulilipa huko mbele? Hilo deni nani anaenda kulilipa huko mbele? Ni sisi wenyewe. Hatufikiria hata vizazi vijavyo vinavyokuja. Mwenyezi Mungu amepitisha kwako watoto. Watoto hawa wewe ukaulizwa siku ambao wamebatizwa kwamba je, unajua wajibu wako unaopokea kwa tendo hili la kubatizwa kwa hawa watoto? Useme mimi nafahamu. Watoto hawa waweze kushika imani. Mwisho wa siku kule nyumbani unakuta wazazi, ndugu, jamaa ni wa Kristo kabisa, lakini hawana muda na malezi ya watoto katika imani, kuwalazimisha kwenda kanisani, mafundisho yenyewe ya dini. Wazazi nakuwa ni mpaka wanapojisikia kwamba mwaka huu sipati hela ya vikoba, ngoja labda mwakani watakapokuwa ni zamu yangu kupata, ndio mtoto apelekwe kwenye nini? Kwenye mafundisho ya dini ili aweze kumjua Mungu. Tayari tunakosea. Kwenye jumuiya zetu watoto hawapatikani waweze kumjua Mungu, na mzazi naye anashiriki katika kuhakikisha kwamba wiki yote ulikuwa upo busy na masomo. Ulikuwa busy sana na kudamka shuleni, sasa hivi uko likizo. Lala pumzike. Huyu mtoto huyu atajifunza kuhusu Mungu lini? Mtoto mleavyo ndivyo afanye nini? Akuavyo. Na sasa imani inazaliwa ndani ya mwanadamu. Imani inakuzwa, imani inalindwa, imani inatunzwa kwa kupaliliwa vizuri. Na hivyo kwa mtoto mdogo, dhamiri yake na moyo wake ni udongo wenye rutuba, ambapo
imani inapowekezwa pale, inapopandwa, imani hii inastawi vizuri, ikipaliliwa ndio inakuwa na inaimarika vizuri. Tusipoipanda sasa imani hii kwa Mungu vizuri kwa watoto wetu, unadhani shetani yeye atasubiri mtoto huyu mpaka awe mkubwa ndio aanze kumfuatilia? Unadhani atasubiria? Hana muda wa kusubiria huo. Vile vile alivyo mdogo, shetani naye ataanza sasa kumtazama kwamba huyu mtoto sasa ni udongo wenye rutuba nzuri ya kuhakikisha kwamba na yeye anapandikiza vitu vyake. Wewe mzazi ama sisi wa Kristo tunasubiria mtoto huyu mpaka awe mkubwa ndio tuanze sasa kumwelekeza mambo ya dini, mambo ya imani, mambo haya ya Mungu, kumwelekeza Mungu ni nani. Tunajikuta mwisho wa siku tumechelewa kweli kweli. Kipindi wewe tunahangaika sasa kupandikiza mambo ya imani kwa mtoto, tunakuta mtoto tayari ana mambo mengi ya kidunia hapa ambayo anayajua mpaka haiwezekani. Wewe mzazi unasema huyu mtoto, yeye mwenyewe anakushangaa kwamba mimi mtoto kitu gani sichokijua hapa? Hapa ni ngoma draw tu. Na ndio maana sasa kwa wengine sasa wakaanza hata kuwafundisha wengine kwamba mtoto wa mwenzio ni mkubwa mwenzio. Kwa sababu gani? Kwa sababu tayari watu wamepandikizwa mambo ya kidunia ni mengi kwa mtoto huyu, kiasi ambacho wanaanza kumtazama kwamba huyu akili yake mbona mkubwa mwenzetu tu huyu. Kwa sababu gani? Ni sisi wenyewe tunachelewa kupandikiza ama kumfundisha mtoto kwamba Mungu ni nani katika upana wake huu ambao yeye mwenyewe amejifunua kwetu. Tunasubiria baadaye. Tuanze toka mapema, mtoto aweze kumjua Mungu ni nani na mambo ya kimungu yaweze kufahamika katika maisha yake, ili mwisho wa siku imani hii, fungo hili takatifu liendelee kuadhimishwa na kusherekewa katika zama zetu za sasa na kwa vizazi vijavyo, watu wapate kumtambua Mungu kweli aliyejifunua katika nafsi tatu. Tumsifu Yesu Kristo.